Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka huu wa 2025. Huu ni mwezi Novemba na leo tunaenda kuliangazia somo la Novemba 8. Somo la leo linasema kitabu cha uzima. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii njema ya leo. Asante kwa ajili ya nafasi ya pekee ambayo umempatia mtoto wako wa kiume na wa kike, kwamba sisi tujifunze neno lako. Si kwa nguvu, si kwa uwezo, wala si kwa mambo mema ambayo tumeyafanya, bali ni kwa sababu umetupendelea tu. Jina lako litukuzwe sana. Nafasi hii ya pekee ambayo umeturehemu watoto wako, basi ikatusaidia tuweze kupata badiliko katika mioyo yetu, ili tufae kuwa watoto wako wa kiume na wa kike. Tusamehe uovu wetu, tembea nasi, Roho wako Mtakatifu akitufundisha kuelewa haya tujifunzayo. Katika jina lake Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kitabu cha uzima ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 3 aya ya 5. Neno la Mungu linasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Ikiwa tunakusudia kuwa washindi, tunapaswa kuchunguza mioyo yetu na kujihakikishia kuwa hatupendi kitu chochote ambacho kinamchukiza Mungu. Kama tukiwa hivyo, hatutaweza kuvikwa mavazi meupe yanayoahidiwa hapa. Ikiwa tunakusudia kusimama mbele za Mungu tukiwa tumevikwa kitani nyeupe ambayo ni haki ya watakatifu, tunapaswa sasa kufanya kazi ya kushinda. Kuhusu washindi, Kristo alisema, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Majina ya wale wote ambao wamewahi kutoa maisha yao kwa Mungu yameandikwa katika kitabu cha uzima, na tabia zao sasa zinapitishwa mbele zake kuhakikiwa. Malaika wa Mungu wanapima ustahili wao kimaadili. Wanaangalia ukuaji wa tabia ya wale walio hai sasa, ili kuona kama majina yao yanaweza kudumishwa katika kitabu cha uzima. Rehema imetolewa kwetu ili tufue mavazi ya tabia zetu na kuyafanya kuwa meupe katika damu ya mwanakondoo. Ni nani afanyaye kazi hii? Ni nani ajitengaye mbali na dhambi na ubinafsi? Kwa maana mlikufa, anasema Mtume Paulo kuhusiana na wafuasi wa kweli wa Kristo, na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Tunapokuwa hai kwa Mungu, tunakuwa wafu kwa nafsi zetu. Mungu atusaidie kuwa wafu kwa nafsi zetu. Ni majina ya akina nani ambayo hayataondolewa katika kitabu cha uzima? Ni majina ya wale tu ambao wamempenda Mungu kwa nguvu zao zote na kuwapenda jirani zao kama nafsi zao. Kuna kazi kubwa ya kufanywa kwa wengi wetu. Nia na tabia zetu zinapaswa kuwa kama nia na tabia ya Kristo. Ubinafsi uko ndani ya asili yetu. Umekuja kwetu kama urithi na umekuwa ukithaminiwa na wengi kama hazina ya thamani. Hakuna kazi ya muhimu kwa Mungu itakayofanyika kwa ukamilifu hadi pale tutakapoishinda nafsi na ubinafsi. Kwa wengi wetu, mambo yote yanayohusiana na wao yana umuhimu mkubwa. Ubinafsi ndiyo kiini ambapo kila kitu kinaonekana kuchimbukia. Ingekuwa Kristo yupo ulimwenguni sasa, angewaambia hao, tweka mpaka kilindini, msijiangalie peke yenu. Wako maelfu ambao maisha yao ni ya thamani kama yenu. Basi, kwa nini kujifunika makoti yenu na kuja ufukweni?
Amkeni mfanye kazi na kuwa wa manufaa. Ikiwa mtatweka mpaka kilindini na kushusha nyavu zenu, Bwana atawakusanya samaki wengi, nanyi mtauona utendaji mkuu wa Mungu. Historical Sketches 138 na 139. Wakati mioyo yetu itakapoangazwa na upendo wa Yesu na roho alizozifia, mafanikio yatakuja katika kazi zetu. Hebu kila mmoja ajihoji, je, siwezi kutumika kama njia ya wokovu kwa roho kadhaa kuingia katika ufalme wa Mungu? Tunahitaji mguso wa dhati wa Roho wa Mungu ndani ya mioyo yetu, kwamba tusiweze tu kupata mavazi meupe kwa ajili yetu pekee, bali tuweze kuwa na mvuto kwa wengine ili majina yao yaweze kuandikwa katika kitabu cha uzima na yasiondolewe kamwe. Historical Sketches, ukurasa wa 140. Leo ni Novemba 8, mada ikisema kitabu cha uzima. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tusikilize wimbo mzuri kutoka kwao Orion Music Ministry, Hatuna Mashaka. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yao na kuwafollow katika mitandao yote ya kijamii kwa jina la Orion Music Ministry. Mungu adumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka? Yote na mbele